Ni Tanzania tena. WHO kanda ya Afrika Mashariki, ndivyo unavyoweza kusema baada ya Mtanzania mwingine Profesa Mohamed Janabi kuwa Mtanzania wa pili kuchaguliwa katika nafasi ambayo ilikuwa ikishikiliwa na Mtanzania ambaye alifariki muda mfupi hata kabla ya kuanza kuitumikia nafasi hiyo, si mwingine bali ni Faustin Ndungulile. Hii ni TriGen Media, nami ni Hamisi Mbega. Waswahili walisema kama ipo tu, kwani sasa ambavyo imeanza Mei 18, 2025 baada ya Profesa Janabi kuibuka kidedea. Profesa Janabi alipata kura 32 kati ya 46 zilizopigwa katika uchaguzi huo uliofanyika mjini Geneva, ambapo aliwashinda wagombea wa nafasi hiyo kutoka Togo, Ivory Coast na Guinea. Profesa Janabi kitaaluma ni mtaalamu wa magonjwa ya moyo, kurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, mshauri wa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la afya na daktari wa rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete, na ambaye anatajwa pia kuwa na mchango mkubwa katika sekta ya afya nchini Tanzania. Hatua ya pili baada ya ushindi huo, kifuatacho ni jina la Profesa Janabi kuthibitishwa katika kikao cha 157 cha bodi ya utendaji wa WHO kitakachofanyika kuanzia Mei 28 hadi 29 mwaka wa 2025 huko Geneva. Ukomo wa nafasi aliyoipata Profesa Janabi ni kwamba atahudumu kwa kipindi cha miaka 5, lakini anaweza kuteuliwa tena kuhudumu kipindi kingine cha miaka 5. Je, unajua majukumu ya nafasi hii ya mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa Shirika la Afya Ulimwenguni? Ni haya hapa yafuatayo. Kwanza kabisa, kusimamia shughuli za shirika hilo za nchi 47 ndani ya wanachama wa kikanda. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, mkurugenzi wa kanda ya Afrika ana jukumu la kuongoza na kusimamia shughuli zote za WHO katika nchi 47 wanachama wa kanda hiyo, kutoa mwelekeo wa kimkakati kwa programu za afya, kuratibu juhudi za kukabiliana na dharura za kiafya kama vile milipuko ya magonjwa, na kuhakikisha usawa katika ugawaji wa rasilimali na huduma za afya katika kanda. Kana kwamba haitoshi, mkurugenzi huyu anapaswa kushirikiana na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika kuboresha mifumo ya afya pamoja na kusimamia rasilimali watu na kuhakikisha mafunzo na maendeleo endelevu ya wafanyakazi wa afya. Profesa Janabi ametoa neno la shukrani kufuatia ushindi huo, akisema, asanteni kwa kuniamini, sitawaangusha. Msaada wenu unaonyesha azma yetu ya pamoja ya kujenga Afrika yenye afya bora, imara, yenye mshikamano zaidi. Profesa Janabi, nenda kachape kazi, ukijua kuwa Tanzania na Afrika kwa ujumla wana matumaini makubwa nawe, lakini aliyeogelea hazami. Tuna matumaini makubwa na uwezo wako. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Hamisi Mbega. Kuwa wa kwanza kupata habari mpya kila zinapowekwa, usisahau kusubscribe na kushare.